Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo Bwana, tupo ndani ya hekalu la Mungu jioni ya leo, ambapo mama kanisa anaanza kipindi cha Kwaresima ambacho kinaanza katika siku ya Jumatano ya Majivu, tunapoingia katika siku 40 za kujiandalia vyema andalio la fumbo la wokovu wetu, yaani Pasaka. Katika kipindi hiki ambacho tunaingia sasa, tunaalikwa kufunga, kusali, kufanya matendo ya huruma na kutubu dhambi zetu, ili tuendelee kujiweka tayari kumpokea huyu ambaye atafuka katika mioyo yetu, katika maisha yetu kwa ujumla. Tuombe. Bwana, utujalie sisi waamini wako tuanze vita vya kiroho kwa mfungo mtakatifu, ili katika kushindana na jeshi la pepo wabaya tulindwe na misaada ya kujinyima, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha nabii Yoeli. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza, rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu. Kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu? Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana arusi na atoke chumbani mwake, na bibi arusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, uachilie watu wako, e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu,
kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: Uturehemu, e Bwana, kwa maana tumetenda dhambi. Uturehemu, e Bwana, kwa maana tumetenda dhambi. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele ya macho yako. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu, usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee.
nishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze na roho ya wepesi. E Bwana, uifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anaishi kwa vinywa vyetu, twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msiipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nilikusikia, siku ya wokovu nilikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa, tazama siku ya wokovu ndio sasa. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo.
Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, angalieni, msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena mfungapo, msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiungua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Neno la Bwana. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo Bwana, leo tunaanza kipindi cha Kwaresima, kipindi ambacho tunafunga kwa siku 40, siku ambayo leo tunapakwa majivu, na majivu hayo yanapakwa kwenye paji la uso au kwenye utosi. Tunaalikwa leo kujikita katika nguzo hizo 4, yaani toba, sala, kufunga na sadaka au matendo ya huruma. Tujiulize, Kwaresima ni nini? Kwaresima ni kipindi cha siku 40 za kusali zaidi na kusikiliza au kusoma zaidi neno la Mungu, kutenda matendo ya huruma kwa wenzetu, kufunga chakula na kujinyima furaha fulani. Ni kipindi cha toba, kipindi cha kujipatanisha na Mungu, kujipatanisha na kanisa, kujipatanisha na wanafamilia, kujipatanisha na marafiki zetu, na zaidi ya yote kujipatanisha sisi nafsi zetu katika undani wetu. Kwa nini Kwaresima ni siku 40? Miaka au siku 40 katika maandiko matakatifu
ni kipindi kamili cha maandalizi fulani ambacho ndani yake ni andalio la jambo fulani muhimu litakalotendeka au jambo fulani katika hizo siku 40 hutendeka. Kwa mfano, katika maandiko matakatifu namba 40, yani katika muktadha wa siku au miaka, imekuwa ikitumika kuonyesha matukio muhimu ambayo yalitendeka. Tunasikia kwamba Musa alikaa mlimani kwa siku 40, kitabu cha Kutoka sura 24 aya 18. Wana wa Israeli walikaa jangwani kwa siku 40, kitabu cha Hesabu sura ya 14 aya 33. Gharika kuu ilidumu kwa siku 40, kitabu cha Mwanzo sura ya 7 aya 12. Goliati katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 17 aya 16 aliwatishia wana wa Israeli kwa siku 40. Tunapoingia katika Agano la Kale, Yesu mwenyewe ambaye ni kielelezo chetu alifunga kwa siku 40. Injili ya Mathayo sura ya 4 aya 12 aya ya pili. Yesu alidumu duniani baada ya kufufuka kabla hajapaa kwenda kwa Baba kwa siku 40. Injili Matendo ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 3. Sisi nasi kama sehemu ya kanisa ama kama wafuasi wa Yesu tunatumia kipindi hicho kwa ajili ya andalio la sherehe ya Pasaka, sherehe ambazo ndani mwake kutafanyika fumbo kuu la wokovu wetu la Yesu kuteswa, kufa na kufufuka kwa ajili ya wokovu wetu. Hii inatufundisha kwamba ni wazi katika mambo yote ili uweze kufanikiwa lazima uwe na maandalizi ya kina. Mafanikio yanahitaji gharama, mafanikio yanahitaji maandalizi. Ni wazi na katika mfano ulio halisi, wewe kuja hapa au mimi kuja hapa umefanya maandalizi, hujakurupuka unakuja hapa. Kwanza ulijua kwamba leo ni Jumatano ya Majivu, ukajiandaa huko ulipokuwa. Wengine kama ni kuoga, umeoga, umevaa nguo, umejipiga kablash fulani hivi, umekiri uje unang'aa. Yote ni maandalizi ya kuja katika siku ya leo ya Jumatano ya Majivu. Kumbe siku 40 ni kipindi fulani kinachojitosheleza kwa maandalizi timilifu, ambapo tunajiandaa kupokea tukio fulani katika maisha yetu. Wewe kama ni mwanafunzi, huwezi kuja kuwa injinia bila kutokuwa na maandalizi. Lazima uwe na maandalizi katika utimilifu wake, ndipo uweze kuwa injinia, uweze kuwa mwalimu, uweze kuwa dokta. Kumbe siku 40 ni siku timilifu za maandalizi fulani. Siku ya kwanza ya kipindi cha Kwaresima huitwa Jumatano ya Majivu kutokana na tendo lenyewe la kupakwa majivu katika paji la uso. Jina hili Jumatano ya Majivu lilianza kutumika tangu mwaka 1099 na Papa Urbano wa Pili, ambapo kabla ya hapo Jumatano ya Majivu iliitwa mwanzo wa mfungo. Majivu yanayotumika siku ya leo ni yale yanayotokana na matawi ya mwaka jana ambayo tuliyatumia kuashiria ushindi dhidi ya dhambi na mauti kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa nini tunapakwa majivu? Zipo sababu mbalimbali ya kwa nini tunapakwa majivu. Sababu ya kwanza, majivu ni ishara ya unyenyekevu na utayari wa kufanya toba ya ndani, yani metanoia, kufanya mapinduzi ya ndani. Katika Agano la Kale, Nabii Yeremia aliwaalika watu wajivike magunia na wagagae kwenye majivu kama ishara ya toba, maana walimwasi Mungu na Mungu
akaadhimu kuadhibu, lakini Yeremia akawatahadharisha mapema kwamba ili tuweze kuepuka na hiki kikombe lazima tuvae nguo za magunia, tujigaragaze kwenye majivu ili hasira ya Mungu isiweze kushuka juu yetu. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya 6 aya ya 26. Yesu mwenyewe katika Agano la Kale anasisitiza juu ya toba kupitia majivu. Yeye tunamsikia napo waambia watu wa Betsaida na Korazini ya kwamba ili waweze kumrudia Mwenyezi Mungu lazima wajipake majivu na kutubu. Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 21 au Injili ya Luka sura ya 10 aya 13. Ndivyo tutakavyoambiwa wakati wa kupakwa hayo majivu kwamba tubuni na kuiamini Injili. Kwa nini tunapakwa majivu? Sababu ya pili, maisha yetu ya hapa duniani yana mwisho. Majivu ni ishara ya kwamba sisi tu mavumbi, kuna wakati tutatoka hapa duniani, na ndio maana padri atakwambia kwamba, au atakayekupaka majivu atakwambia kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi, kwamba sisi si kitu mbele ya Mwenyezi Mungu tuwapo hapa duniani. Tatu, majivu ni ishara ya mwanzo mpya, ni ishara ya kujisafisha upya. Mara nyingi majivu sasa ni kwa wale si watoto hawa wa 2000 na ngapi, hawa si 2020. Sasa tena sio watoto wa 2000, hawa ni wa 2020 ambao hawajui hata kuni ni nini za kupikia, hawajui. Wenyewe wanajua tu majiko ya gesi, wanajua majiko ya umeme, hawajui kuna hata majivu. Wapo majivu kwa wale wanaojua kazi yake, au mkaa ni kusafisha, kufanya vitu ving'ae. Ukitaka kusafisha sufuria, sasa hivi wanatumia steel wire, lakini kwa wale ambao wanajua kazi ya majivu pase, kazi ya majivu unaitumia kwa ajili ya kusugulia sufuria, au mkaa unaweza ukautumia katika kuoshea au kusafisha vyoma chakavu, baadaye vinang'aa. Kumbe majivu kwetu ni alama ya kusafishwa, ni alama ya kutakaswa, kwamba sisi ambao tu vyombo vya udongo tunaitwa kusafishwa kupitia hayo majivu. Na kwa nini hayo majivu tunapakwa kwenye paji la uso au utosini au kichwani? Majivu yanapakwa kwenye paji la uso au utosini kama tulivyopakwa mafuta matakatifu ya Krisma wakati wa ubatizo, ambapo kwa kupakwa mafuta hayo dhambi ya asili na dhambi zote na adhabu zake ziliondolewa. Lakini baadaye kwa sababu ya ukaidi wetu au binadamu tukarudi katika kumtenda Mungu dhambi. Kumbe majivu hayo yanapakwa kwenye paji hilo la uso, ishara ya kukana ya kutamka wazi kwamba sisi ni wadhambi. Hadharani tunajionyesha kwamba sisi tu wadhambi. Tunapaswa kuwa na moyo wa toba, tunapaswa kumwendea Mungu, kuwa tayari kuipokea huruma, kuwa tayari kuipokea msamaha wa Mwenyezi Mungu, kwamba sisi tu wadhambi. Tunajitangaza hadharani kwamba sisi hatuko tena watakatifu. Yale mafuta ya Krisma tuliyopakwa tumeshachafua, hayapo tena. Sasa hivi tumeshatenda dhambi, kwa hiyo sisi ni wadhambi, tunangojea huruma na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Wapendwa katika Kristo, utamaduni huu wa kupakwa majivu ulikuwepo katika kipindi cha Agano la Kale, ambapo Wayahudi waliyatumia majivu kuonyesha ishara ya kwamba wao si kitu, ishara ya uduni. Tukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 2 aya ya 8 au katika Zaburi ya 102 aya ya 10. Baadaye Wakristo waliyatumia majivu kama ishara ya toba, na mwaka 600
Mtakatifu Gregori Mkuu alitangaza siku ya Jumatano ya Majivu kuwa ni siku ya kwanza ya Kwaresima na kufanya kwamba kipindi hiki kitakuwa kwa siku 40. Wapendwa katika Kristo, mambo muhimu au nguzo muhimu ambazo tunapaswa kuzingatia wakati wa Kwaresima ni zipi? Ni sala, toba, kufunga na sadaka au matendo ya huruma. Ndiyo mambo muhimu ambayo tunapaswa kuyaishi katika maneno yetu na matendo yetu katika wakati huu wa Kwaresima. Maandiko matakatifu tuliyoyasikia leo yanafafanua wazi juu ya haya mambo manne, yaani sala, toba, kufunga na sadaka au matendo ya huruma. Nabii Yoeli katika somo la kwanza, kitabu cha Nabii Yoeli sura ya 2 aya ya 12 hadi ya 18, anatualika kwamba Mungu anatuita tumrudie yeye kwa mioyo yetu yote, kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Ndivyo pia mzaburi, kama tulivyosikia katika wimbo wa katikati, anatualika tufanye hivyo. Moyo wa toba, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutaudharau. Zaburi ya 51 ni zaburi inayojulikana kama zaburi ya kuomba toba, zaburi ya upatanisho. Kadhalika katika somo la pili, Mtume Paulo anatualika kufanya upatanisho, akituambia kwamba tunawasihi kwa jina la Yesu Kristo mpatanishwe na Mungu. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 aya ya 20. Injili nayo tunamsikia Bwana wetu Yesu Kristo anaposisitiza juu ya hayo mambo ambayo tumeyasikia, yani hizo nguzo za kufuata wakati wa Kwaresima. Anasisitiza juu ya sala ifanyikeje, juu ya sadaka tuitoeje, juu ya nini tuweze kufunga. Yeye anasisitiza kwamba ni kwa namna gani tufanye matendo yetu ya huruma, kwamba matendo yetu mema yasilenge kujionyesha kwa watu wengine, bali yawe ni mawasiliano binafsi kati yetu na Mungu. Tunapoenda kufanya matendo yetu ya huruma, iwe ni njia mojawapo ya kuwasiliana sisi na Mwenyezi Mungu, sio kujionyesha kwa wale ambao tunaenda kuwatolea au kuwafanyia matendo ya huruma, kama ilivyo kwa desturi ya watu wengine ambao wameshazoea hivyo. Unaona kwenye mitandao amejiposti, anafanyaje, amepeleka nini, sijui, tunakuwa tujui nia yao, lakini kwa ishara ya wazi ninaweza kuonyesha kwamba huyu mtu pengine anataka wamuone kwamba na mimi leo nimefanya. Hiyo inakuwa sio sahihi. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, katika kila mwaka siku hizi mababa askofu hutoa ujumbe wao wa Kwaresima, ambao ndio kama mwongozo wa nini ifanyike kwa kanisa au nchi ambapo Kwaresima inafanyika. Kwetu hapa Tanzania mababa wameshatoa mwongozo huo ambao unachagizwa na kauli mbiu inayochotwa kutoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 3 aya 13 ya kwamba ndugu, msichoke kutenda mema. Naomba hiyo tuirudie. Ndugu, msichoke kutenda mema. Ndiyo, huo ndio mwongozo ambao mababa maaskofu wameutoa kwetu katika kipindi hiki cha Kwaresima. Mababa hawa wanasisitiza kwamba waamini wanapaswa kuwa vyombo na mashuhuda wa matumaini kwa kuendelea kutendeana mema na kusameheana bila kuchoka, wakitambua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye asili ya wema na utakatifu wote wa maisha. Katika kutenda huo wema, tuonyeshe msamaha wetu kwa wengine. Msamaha ni tendo jema ambalo unaweza kurudishia kwa yule ambaye amekutenda mabaya, ambaye amekukwaza. Kumbe tusichoke kutenda mema. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo,
moja kati ya maswali muhimu ambayo kila mmoja wetu anajiuliza hapa, je, kipindi hiki cha Kwaresima nifunge nini? Wakati unatafakari, wakati unaendelea kutafuta kuchakata kichwani kwamba wa Kwaresima nifunge nini, leo tusaidiane katika hilo, na kwa yale utaongeza katika yale ambayo wewe unayafikiria kichwani mwako na unatamani kuyafanya au kuyafunga wakati huu wa Kwaresima. Tuzingatie yafuatayo. Kwanza, funga dhambi upate utakatifu. Funga huzuni upate furaha. Funga majivuno upate utukufu. Funga wivu upate baraka. Penye wivu hamna baraka. Funga kinyongo upate faraja. Funga uchoyo upate neema. Funga dharau upate heshima. Funga hofu upate imani. Funga kiburi upate unyenyekevu. Funga hasira upate upole. Funga ujinga upate hekima. Funga umbea upate amani. Mwenye umbea hawezi kuwa na amani wakati wote. Hawezi, kwa sababu ukitoa umbea ukaupeleka huku, baadaye kuna mtu mwingine anaongea, amani inaisha, kwamba nilichomwambia yule tayari wako wameshakijua tayari. Huwezi kuishi kwa amani. Kwa hiyo tufunge umbea tuweze kupata amani. Funga matusi upate uchaji. Funga aibu upate ujasiri. Funga chuki upate marafiki. Mwenye chuki daima hana marafiki, na kama atakuwa nao basi watakuwa ni marafiki wa kinafiki. Funga wivu upate mafanikio. Funga uvivu upate mafanikio. Ili uweze kufanikiwa lazima ufunge uvivu, utupilie mbali, uagane nao na uupe kwa heri ya kutoonana, ndipo uweze kufanikiwa. Bila kufanya hivyo utaendelea, huwezi kufanikiwa katika uvivu huo. Funga ulevi upate afya. Ulevi unadhoofisha afya zetu. Funga uzinzi na uasherati upate usafi wa moyo. Funga roho mbaya upate upendo. Funga starehe upate muda wa kutosha wa sala. Funga starehe upate muda wa kutosha wa sala. Sisi wengine hapa ni mashuhuda. Wakati mwingine kwa sababu ya utume unaamka alfajiri, unapoenda kuhudumia huko, pengine misa inaanza saa 12 kamili. Kuna wakati mtu mwingine unapita pale, unapotokea kwenye mataa unaelekea huku, kwa mfano Buhongwa kule, kuna vituo mbalimbali vya vijiwe tu vya kumwagilia moyo. Ukianzia kule the Empire, saa 11 magari yamepakiwa kama yote nje pale. Unajiuliza, hawa ataenda kanisani huyu kweli? Leo alikuwa kwenye starehe, leo Jumapili atapata muda wa kwenda kanisani? Na huyu atakuwa ni Mkristo, kwa sababu Muislamu haruhusiwi kwenda huko kunywa pombe. Huyu atakuwa ni Mkristo, huyu atapata muda kweli wa kwenda kanisani huyu? Au mnaunganisha umo kwamba nimetoka hapo nitaunganishia huko, tajulikana huko. Umetoka hapo saa 11 au saa 12 kasoro, unaunganishia unaenda kwenye misa. Huwezi kusali katika namna hiyo. Funga starehe upate muda wa sala. Funga kuchelewa kanisani upate neema zinazotokana na misa. Funga kuchelewa kanisani upate neema zinazotokana na misa. Au funga kuwahi kutoka kanisani kabla hata misa haijaisha, hapo upate neema zinazotokana na misa. Na ni dhambi kubwa katika misa kuondoka kabla ya padri hajakuaga, kabla ya Mungu ambaye umekuja kumwomba hamjaagana kupitia padri. Kwani unakuja kujisalisha hapa, si unasalishwa na padri? Kumbe ni dhambi kubwa, na pengine hapa tutapaka majivu kabla ya misa haijaisha. Katikati ya misa utaona watu wanaondoka. Ni dhambi kubwa kama mlikuwa mjui katika maadhimisho yote.
Funga kwa mfano wanafunzi, funga kuangalizia mitihani ili upate matokeo yako yaliyo sahihi. Unapiga chabo. Ampiga chabo nyie? Unajua wenyewe huko. Funga kuwa kivuruge nyumbani ili uweze kuwa mtoto mwenye heshima kama Yesu alivyokuwa mtoto mwema. Sio kila siku ameshakuita kivuruge. Hapa wanafunzi wa nyumbani wazazi wako wanaenjoy kwamba mtoto yuko shuleni, lakini ukifunga vivuruge tu. Funga ukivuruge ili upate kuwa mtoto mwema, ukue katika hekima na kimo kama Yesu alivyokuwa mtoto mwema. Kumbe ndugu zangu wapendwa katika Kristo Bwana, tumuombe Mungu basi katika kipindi hiki cha Kwaresima kiwe kwetu cha mafanikio, kiwe kwetu cha kufanya metanoia, mabadiliko ya ndani kabisa, ambamo roho zetu ziweze kubadilika na kumwendea Mwenyezi Mungu, ili tuendelee kutakatifuzwa na Mungu aendelee kupewa sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba apende kuyabariki majivu haya kwa wingi wa neema yake, majivu tunajipaka kichwani kwa ajili ya kitubio. Mungu, wewe upendi kufa kwao wenye dhambi, bali kuongoka kwao. Usikize kwa wema sala zetu na uwe radhi kuyabariki majivu haya kwa rehema yako tunayotaka kupakwa kichwani. Kwa hiyo sisi tujuao kwamba tu majivu na tarudi mavumbini, kwa kufanya bidii ya kufunga Kwaresima, tujaliwe kupata maondoleo ya dhambi zetu na upya wa uzima, kwa mfano wa mwanao mfufuka anaishi na kutawala milele na milele. Tunaanza sasa hilo tendo la kupakwa majivu, ambapo anayekupaka majivu atakuwa anakuambia maneno haya: tubuni na kuiamini Injili. Tutaanza na wale wote waliokaa kule nje, lakini wa upande huko wanafunzi, frateri atawafuata huko, na kama huko kuna watu wengine, katekista atawafuata huko. Sisi mapadre tutakuwa hapa kwa ajili ya hao wote walioko ndani.
Sasa nafuata kipindi cha sala ya waamini. Ndugu zangu, Mungu hapendi wakosefu wapotee, bali watubu na kuishi maisha ya fadhila. Njia ya kustahili msamaha wa Mungu ni kutoa sadaka, kusali na kufunga. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tumeanza wakati wa Kwaresima, tunakuomba usaidie kutumia muda wa Kwaresima kujirekebisha kiroho, yaani kuacha mazoea yetu ya dhambi na kujitahidi kufuata kwa moyo mmoja. Bwana, utuimarishe kuungama makosa yetu ili kupata kuponya na kuokolewa katika mwenendo wetu mbaya. Bwana, utuonyeshe njia ya kuwasaidia wale wanaohitaji msaada wetu kimwili na kiroho. Bwana, utupe Roho wako Mtakatifu atuangaze, tutambue ya kwamba njia bora za kufunga ni kuwalisha wenye njaa bila kupandisha bei ya chakula. Bwana, njia nzuri ya toba ni kuwaombea wengine, tutie moyo wa kusali kila siku. Bwana, majibu ya siku ya leo yanatukumbusha kifo chetu, maana yake kutumia muda wa maisha duniani ili tukaribishwe mbinguni. Utuongoze kutumia muda wa maisha yetu vizuri, kujitayarisha kwa maisha ya baadaye mbinguni. Bwana, Baba wa huruma, bila msaada wako hatuwezi chochote. Kwa hiyo utufanikishe maombi yetu na kutolea kwa njia ya Kristo Bwana wetu. You
Tusalini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na sisi na ya kanisa lake lote. Bwana, kwa kutoa dhabihu hii ya kuanzia rasmi Kwaresima, tunakuomba kuzishinda tamaa mbaya kwa njia ya matendo ya kitubio na upendo, nasi tukishatakaswa dhambi tustahili kuwa na moyo wa ibada na kuadhimisha mateso yake mwanao anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, wewe ulitaka sisi kutolee shukrani kwa kujinyima, ili kwa njia hiyo hata sisi wakosefu tuondolewe ukaidi, na kwa kuwapatia chakula wahitaji utufanye waigaji wa ukarimu wako. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika tunakutukuza kwa sauti ya kusifu, tukisema bila mwisho: Mtakatifu, mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu Bwana, Mungu wa majeshi. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hosana, Hosana, Hosana juu mbinguni. Hosana, Hosana, Hosana juu mbinguni. Kwa jina la Bwana. Hosana,
Bwana, kweli u mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe na kusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uwache kusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu ya mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa, pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Margaret wa Scotland, msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako na roho safiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Renatus Nkwande, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema
katika ufalme wako ndugu zetu marehemu. Na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Tuombe. Bwana, sakramenti tuliyoipokea itupatie msaada ili kufungwa kwetu kutupendeze na kutufae kwa kutuponya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tumsifu Yesu Kristo.
Tumsifu Yesu Kristo. Tunawashukuru sana kwa kuja katika adhimisho hili tunapoanza mfungo wetu wa Kwaresma. Tumuombe Mungu ukawe kwetu wa heri na baraka, ili baada ya Kwaresma tuweze kuonja matunda hayo ya Kwaresma. Tunazidi kukumbushwa Ijumaa kwamba njia ya msalaba inaanza na itakuwa ni saa 11 kamili jioni. Wote tufike kwa ajili ya kuendelea kuomba, kwa ajili ya kuendelea kufanya toba, jinyima na kutoa sadaka kwa ajili ya wahitaji. Nawatakia jioni njema na Mungu atubariki sote. Bwana awe nanyi. Mungu, tunakuomba umiminie kwa wema roho ya toba juu ya waamini walioinama mbele ya adhama yako, na kwa huruma yako wastahili kuzifikia thawabu zilizoahidiwa kwa wale wanaofanya toba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. If